Madaktari wanakwao, watu wa maabara wanakwao kwa kukimbilia wanapokutwa na shida. Tunasema ng'ombe akiumia malishoni anakimbilia wapi? Zizini. Kiswahili hamjui? Zizi mnalijua? Pale mahali ambapo wanalala kupata usalama wao. Nyie zizi lenu liko wapi? Zana. Lakini ndio hawaijui wala hakuna hata mwanachama mmoja. Anyway, si siku yangu na mimi vile ya kuzungumza sana. Lakini nina lengo la kuwatambulisha tu. Kama hamjasikia ndio nakutambulisheni leo. Na tunawaombeni sana. Zana ni jumuiya isiyokuwa ya kiserikali. Taasisi hii ni binafsi. Imesajiliwa rasmi toka mwaka 1992 na ina ofisi zake Unguja na Pemba. Kwa maana wauguzi wote tulitakiwa tujiunge katika hiyo taasisi. Unguja iko Pumba na Kwerekwe, Toronto, nyuma pale kulikopita hii barabara mpya ya msingi. Pemba iko Mkanjuni, ofisi kubwa. Ni ofisi zetu wenyewe. Hatukukodi wala hatujaazimwa. Ni ofisi za taasisi yenu wenyewe. Ndio mnatuona sisi tushakuwa watu wazima. Hawa wote washapita Zana, msiwaone hiyo. Ndio viongozi wetu waanzilisi hasha. Sisi tunarithirithi tu, lakini hawa ndio maveterani. Tumepita na tumefanya kazi kwa amani na usalama. Yaliyotokea yote tumelindwa na Zana. Zana inafanya kazi karibu sana na wizara. Wizara ni mwajiri. Mwajiri anachokitaka nini kwenu nyinyi? Mwajiri wako anataka nini? Anataka kazi na huduma bora. Sawa eh? Ukishindwa kufanya kazi vizuri na huduma bora, sheria hukuzifuata, anakufanya nini? Anakusimamisha, atakufukuza, atakusimamisha, utapata adhabu. Mtaiweza? Pengine saa nyingine umeonewa kwa sababu wenzetu huku waajiri huwa hawana huruma sana. Ukitenda kosa, summary dismiss. Wewe mwenyewe tena utajua kukipapatua. Kama ukiona umeonewa, maana yake alivyosema mrajisi pale, ukatafute kibanda cha watu wa sheria wa nani? Mawakili. Nani anaweza kumlipa wakili aende kusimamia kwenye kesi yake? Na makesi tunayo mengi sasa hivi. Ukenda huko kwa wazazi, watoto mara wanaanguka, wazazi wanazaa chini hapo, wanapata marapcha, wengine wanakufa. Jamii imeshaamka sasa hivi. Haitaki kuona kwamba inadhulumiwa. Wanajua watu mambo yote, wanasoma kwenye mitandao, wanajua haki zao. Tusipowapa haki zao wanakwenda mahakamani. Jamani, tutaweza kusimamia hizo kesi? Kwa hiyo kama huwezi, chombo chako, bima yako wewe muuguzi ni Zana. Zana ndio inaweza kusimama na wizara ikasema hebu tuchambue kwanza hii kesi tuone ilitokea wapi, nani alisababisha, chanzo kilikuwa ni nini. Ikibidi kwenda mahakamani, Zana pia inakwenda mahakamani kwa niaba yako wewe ukiwa mwanachama. Kama si mwanachama, maana yake tutakuangalia, tutakupa pole. Na kesi zishatokea. Kuna mfanyakazi mmoja Pemba yule, nadhani alikwenda mkuu wa mkoa, sijui kituoni, ilikuwa hapana mtu siku hiyo, kaskazini Pemba. Yule mama ni mfanyakazi hodari sana, yuko peke yake kituoni. Lakini ndio ilitokezea bahati mbaya siku ile. Akaenda mkuu wa mkoa, nadhani ile kesi ilivyotokezea nimeshasahau kidogo, lakini alisimamisha yule mama kazi. Na ikatoka kwenye mitandao. Jamii wakaanza kumsuu yule mama. Tulivyoipata tukaandika, tukafuatilia, na yakenda yale mambo yakazungumzwa, baadaye yule mama akarudishwa. Kwa hiyo Zana ndio ina mamlaka mazuri kuzungumza huku upande. Sawa eh? Upande wa nje. Ikaweza kutetea kesi, kusimamia kesi yako, kama kusaidiana na wakili, haki yako ikatendeka. Lakini haki na wajibu ni watoto pacha. Lazima utekeleze wajibu wako ili haki yako iweze kusimamiwa. Na washaurini sana kwa usalama wenu. Dunia imechange. Enzi zetu sisi mambo yalikuwa mazuri kweli. Wizara ilikuwa inatulinda, mambo yalikuwa mepesi. Sasa hivi teknoloji imechange. Hospitali zinapewa wawekezaji. Mnafahamu eh? Mahospitali ya wilaya yote yana mwekezaji. Mwekezaji hataki chochote, ufanye huduma. Juzi mmezisikia kesi nyingi zinatajwa huko kwenye mahospitali ya wilaya zinazotokezea. Na mmemwona yule mwekezaji mmoja kaenda kwenye vyombo vya habari akazungumza na akatoa story yote na akasema hatutokubali, tutawasimamisha, tutawapa adhabu inayostahili. Kama mtu yule si mwanachama,
aidha wazana au zufi kwa mfano, na zufi, basi adhabu iliyotoka huna njia ya kujitetea, haki zako zinapotea na wewe utafukuzwa kazi. Kwa hiyo nawasihi sana ndugu zangu, njoni kwenye jumuiya yenu mjiunge. Ni karibu bure. Ukija nadhani unatoa shilingi zako 5,000 10,000 kufanya kujaza fomu ile, kufanyiwa kitambulisho, ukawa mwanachama, mambo yako yanaenda vizuri. Zana ni nzuri sana, na zana ndio imetulinda mpaka hapa tulipofikia sote. Hawa ni mashuhuda. Kwa hayo naomba nisiwe msemaji sana kwa siku ya leo, kama tulivyosema kwamba tutapewa siku maalum, lakini ilikuwa ni kuja kutoa wito wetu tu kwamba mjiunge na taasisi hii, ndio taasisi yenu. Bila ya nyie hii taasisi haitakuwa na uhai. Sisi tumesha staafu, tunaondoka, tunataka nyinyi mje chukue hizi nafasi muendeshe hii taasisi. Nashukuru sana, asanteni sana.